kukuletea neno la Bwana asubuhi ya leo. Na najua kwamba uko ndani ya nyumba yako unanipata vizuri. Neno la Bwana ambalo Bwana amenipatia kukuletea siku ya leo, kichwa cha ujumbe tunasema kazi za Roho Mtakatifu. Tumefundishwa juu ya Roho Mtakatifu, lakini wengi hatujui kazi za Roho Mtakatifu. Hatujui Roho Mtakatifu anakuja kufanya nini katika maisha yetu. Hebu niruhusu nikuambie, nikufundishe juu ya kazi za Roho Mtakatifu. Hebu tusome katika kitabu cha Romans chapter 8 verse 14 to 16. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Haba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Haleluya. Kitu cha kwanza, Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya maisha ya muumini, anashuhudia wokovu wako, anashuhudia uhusiano wako na yeye mbele za Mungu. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu, amekuja kukushuhudia ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ulitoka kwa bloodline ya ukoo wa kwenu. Wewe ulitoka kwa bloodline ya mababu wa kwenu. Wewe uliingia, ulipookoka, ulihamishwa, ukaletwa kwa Mungu. Na sasa wewe si mwana wa fulani tena. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Na Roho Mtakatifu kazi yake ni kukushuhudia kwa mataifa ya kwamba huyu ametengwa na ulimwengu, ya kwamba huyu si mtu ambaye mwaweza kumchezea. Huyu ni mwana wa Mungu. Wende ikawa ni kazini kwako, watu hawajakujua, wanakutania, pengine wanakudhihaki. Nataka kuambia ya kwamba Roho Mtakatifu huja kufunga midomo ya wale watu na kushuhudia huyu ni mwana wa Mungu, hayuko vile mnavyowaza. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Nasema kwamba naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Haleluya. Tunaambiwa Roho Mtakatifu kazi yake ya pili anapokuja, yeye anajulisha ulimwengu habari ya maisha yako. Tunaambiwa kwamba yeye huja ndani ya maisha ya muumini. Roho Mtakatifu huja kuishi ndani ya muumini na kumhudumia binafsi na kushuhudia ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Jina la Bwana lipewe sifa. Furaha yangu ni kwamba Roho Mtakatifu huja kunikumbusha yale yote ambayo Mungu amenena juu ya maisha yangu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukukumbusha wewe. Niweza kuwa umeitwa kwa interview, uweze kuwa ni mwanafunzi kwa hapo, pengine umekuwa kwa mtihani, umefanyiwa mtihani, kuna swali umeulizwa, umesahau, unamuuliza Roho Mtakatifu, hebu nikumbushe. Na Roho Mtakatifu anakuja kwa upole, anakukumbusha, na unakuta kwamba hiyo subject umepita sawa sawa. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu amekukumbusha. Hata sometimes waweza kuwa umeweka kitu fulani mahali fulani ukasahau. Unapomwambia Roho Mtakatifu akusaidie, huyu Roho anashuka, anakukumbusha kwa upendo. Nataka kuambia ya kwamba wahitaji Roho Mtakatifu katika maisha yako. Wahitaji Roho Mtakatifu katika nyumba yako. Wahitaji Roho Mtakatifu katika biashara yako. Wahitaji Roho Mtakatifu katika chochote unachofanya. Ndio maana Yesu aliposema, alipokuwa anaenda mbinguni, akasema ya kwamba sitawaacha kama watoto yatima, nitawapatia msaidizi ambaye ni Roho wa kweli. Na akatuambia ya kwamba huyo Roho atakapokuja kwa ulimwengu, atashuhudia wewe si mtu wa kawaida, atashuhudia wewe mwana wa Mungu. Tunashukuru Mungu kwa sababu kutuacha peke yetu, hasa wakati mgumu, hasa wakati wa corona, hasa wakati mambo yanapokuwa mazito. Roho Mtakatifu unapomwita, kazi yake ni kuja kuhudumia, anahudumia mahitaji yetu. Kazi yake anakuja
kukumbusha kile ambacho umesahau, kukukumbusha wakati mwingine ulikuwa na shida fulani na Mungu akakusaidia, na anakuambia hata hii si jambo gumu la kuvuta moyo, hata hili unapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unahitaji Roho Mtakatifu ndani ya nyumba yako, unahitaji Roho Mtakatifu kwa biashara yako, unahitaji Roho Mtakatifu kwa kazi yako. Maana tunaambia kwamba anapokuja kazi yake ni kukuhudumia, anapokuja kazi yake ni kukukumbusha, anapokuja kazi yake ni kushuhudia uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la Bwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi, kama alivyotupa amri. Naye aishikaye amri zake kukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua kuwa anakaa ndani yetu, kwa kuwa kwa huyo Roho aliyetupa. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya maisha ya muumini, kazi yake ni kumkumbusha, kazi yake ni kumwonyesha unastahili ukae kwa upendo. Mahali ambapo hakuna upendo, Roho Mtakatifu kazi yake anakuja kushawishi uwe na upendo. Mahali ambapo kulikuwa na chuki, Roho Mtakatifu anapokuja, kazi yake ni kufanya moyo wako ubadilike ili ukasamehe, uwe na upendo. Wanangu, sijui ni kitu gani kinakutatiza kwa nyumbani, sijui ni hali gani ambayo imekuvunja moyo. Hata wengine tumeshindwa pesa kuomba, hata wengine tumeshindwa pesa kusoma neno la Mungu, hasa wakati mgumu. Nimekuja kuambia kwamba wahitaji kumuita Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu kazi yake ni kuleta amani. Roho Mtakatifu kazi yake ni kuleta upendo. Roho Mtakatifu kazi yake ni kuleta uhusiano kati ya wewe na jirani yako, kati ya wewe na mume wako, kati ya wewe na watoto wako, kati ya wewe na wale ambao unaishi nao. Habari njema ni kwamba mimi sikubaliwi tena kukaa katika chuki, sikubaliwi tena kukaa katika kunung'unika, maana Roho wa Bwana anakuja, kazi yake ni kunitia moyo. Hata kama hakuna kitu ndani ya nyumba yangu, hata kama naona mambo yamekuwa magumu, huyu Roho Mtakatifu anapokuja, kazi yake ni kunihudumia, kazi yake ni kufundisha amani, kazi yake ni kufundisha furaha. Ndio maana tukisoma katika kitabu cha Philippians 4:4 anatuambia kwamba furahini katika Bwana, tena anatuambia tufurahi, na akasema haja zetu na zijulikane na Mungu. Wacha nikwambie mwanangu, kazi ya Roho Mtakatifu ni kujua mahitaji yako. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kujua unataka nini. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukufariji wewe ambao umefika mwisho. Yeye ni mfariji mwema. Nimemwona akinifariji, nimemwona akinitia moyo, nimemwona akinitia nguvu. Kwa hivyo unahitaji Roho Mtakatifu hasa wakati ulio mgumu. Yeye ndio rafiki wa karibu. Yeye hawezi kukuacha. Yeye anakutia moyo. Yeye kazi yake kuhakikisha uko na amani. Kazi yake ni kuhakikisha uko na furaha. Nataka kumalizie tu Romans 8:11. Lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Haleluya! Na kama Roho wake ambaye alimfufua Yesu kutoka kwa mauti anaishi ndani yako, aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, pia ataipa miili yenu uzima kupitia Roho wake aishie ndani yetu. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu anapokuja kwa mtu mgonjwa, anahakikisha kwamba amekupatia uzima. Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya nyumba, kama kuna mambo ambayo si ya sawa, kazi yake ni kutengeneza. Kwa hivyo ninataka kuambia mwanangu, hauko peke yako, uko na Roho Mtakatifu. Hatukuachwa peke yetu. Kanisa hatukuachwa peke yetu. Kanisa tusifadhaike. Kanisa tuendelee kuomba, tuendelee kumkaribisha Roho Mtakatifu, maana kazi yake ni kuleta amani.
Kazi yake ni kuleta maombi kujibiwa. Kazi yake ni kupigana na nguvu za giza. Kazi yake ni kupigana na magonjwa. Anasema ile miili ambayo ni dhaifu, Roho anaposhuka kazi yake ni kuipa uzima. Haleluya. Nataka kuomba na wewe unanisikia hapo. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, ninasema ni asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Unaona wapendwa hawa ambao wako na mgonjwa. Unaona wapendwa hawa ambao ndani ya nyumba yao kuna mambo mazito wamepitia. Roho Mtakatifu nakualika, hebu nenda ukawahudumie. Maana kazi yako ni kuangalia mahitaji ya wateule. Kazi yako ni kutia moyo watu waliovunjika moyo. Asante Roho Mtakatifu, maana utakutana na kile hitaji. Katika jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Amen. Sasa umesikia neno la Mungu. Roho Mtakatifu anakuja, kazi yake ni kukuhudumia. Kazi yake ni kuleta uponyaji. Kazi yake ni kuangalia mahitaji yako. Kwa hivyo kila wakati unapopitia ngumu, karibisha Roho Mtakatifu akuhudumie. Na kama uko hapo ndani ya nyumba, pengine hujaokoka, nataka uombe mimi na mimi. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nimesikia neno lako. Ninatubu dhambi na makosa. Nimekuwa mtu wa kunung'unika, nimekuwa mtu wa kutoa makosa. Hebu nisamehe Bwana. Na siku ya leo ninatangaza ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Kama umeomba ombi hilo, kuna namba hapo katika screen, unaweza kuwasiliana nasi na tukaribisha katika kanisa letu. Liko kule Ganjoni. Ganjoni Post Office, opposite Tana petrol station, unapanda hapo kwa ngazi. Na kama umekuja na njia nyingine, kuna Nairobi Women's Hospital. Hapo opposite utafika katika kanisa letu hapo Ganjoni. Karibuni sana, tunawapenda, nimewamisa watoto wangu na ninawaombea, na najua hivi karibuni tutarudi kanisani. Bwana wabariki sana. Na jamani, tunawasihi mtume sadaka zenu katika M-Pesa, namba imewekwa hapo. Tume kitaifa yako. Usikae nyumbani ukakosa kumtolea Mungu. Usikae nyumbani ukakosa kusimama na kazi ya Mungu. Neno la Mungu linaendelea na kazi ya Mungu inaendelea. Kwa hivyo ukitaka kubarikiwa, ukitaka kuona breakthrough, tafadhali leta sadaka yako kila Jumapili kama vile ulikuwa unaleta. Leta fungu lako la 10 kama vile ulikuwa unaleta. Na Mungu awabariki. Tunawapenda sana. Shalom. This is my desire to